kwenye kitabu cha Zakaria sura ya 4 mstari ni wa kuanzia wa 6 na wa 7. Zakaria sura ya 4 mstari wa 6 na wa 7. Ukifika hapo nisikie amen. Zakaria 4 mstari wa 6 na wa 7. Nitasoma. Akajibu akaniambia akisema, ili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabeli kusema, si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali ni kwa roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Mstari wa 7. Nani wewe, mlima mkubwa, mbele ya Zerubabeli? Utakuwa nchi tambalale, naye atalileta lile jiwe la kuweka juu kabisa pamoja na vingelegele vya neema. Neema lilikalie. Tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asubuhi ya leo Bwana tunasongea mbele zako. Tubu dhambi na makosa niliyotenda kwa kujua kutojua. Samehe takaze, mfalme wa majeshi. Baba, masaa imefika kusikia kutoka kwako, mfalme wa amani. Naomba Bwana ukatangulie mahali hapa, na alika Roho Mtakatifu. Karibu Roho wa Bwana kwenye ibada, mfalme wa majeshi. Kila roho za confusion na ziteka nyara, hazina nguvu, hazina uwezo. Wacha Roho Mtakatifu ukajitambulishe kwenye ibada. Na karibisha Roho Mtakatifu jitambulishe kwa maisha yangu. Roho Mtakatifu jitambulishe kwenye ibada hii. Tukuzwe imidiwe, mfalme wa majeshi, kwa kuwa utatenda. Katika jina la Yesu naomba na kuamini. Ukisoma katika Zakaria hapa ni nabii wa Mungu aliyekuwa anapewa maono, na wakati akiwa mahali pale Bwana akamtokea na akamtuma kwa Zerubabeli. Bwana Yesu asifiwe. Na anamwambia si kwa nguvu wala uwezo. Ujumbe wa leo nimeupa kichwa, si kwa nguvu wala uwezo. Haleluya. Zerubabeli alikuwa mzao wa Daudi na kiongozi muhimu katika kurejesha ibada na kujenga hekalu. Bwana Yesu asifiwe. Huyu aliyekuwa ameteuliwa kwa ajili ya ujenzi wa kanisa. Haleluya. Na maandiko inaniambia wakati ninaposoma ikisema si kwa nguvu wala uwezo, inaonyesha kwamba ni kama alifika mahali akaona kwa maisha yake yeye hawezi, akajiambia mahali imefika mimi sitaweza. Lakini Bwana asubuhi akatuma mtumishi wake akamwambia yeye umwambie si kwa nguvu wala uwezo. Haleluya. Amen. Mlima katika Zerubabeli, mlima halisi inamaanisha kwamba ni vikwazo vikubwa, matatizo au upinzani uliokwamisha ujenzi wa hekalu la pili ya Yerusalemu. Mungu aliahidi kwa mbele ya Zerubabeli, mlima huo wa vikwazo hautakuwa nchi tambalale, utakuwa nchi tambalale kupitia uwezo wa Roho wa Mungu, si kwa nguvu za kibinadamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati maandiko inaongea juu ya mlima, si mlima ya kawaida, bali vilikuwa vikwazo zilizokuwa kubwa, matatizo ambayo ilikuwa kubwa mbele ya Zerubabeli. Lakini wakati ilifika mahali akaona hii sita
aje? Lakini nashukuru Mungu anayetumana, Mungu anaye sirini, anajibu kwa wazi. Akaiona, akachungulia moyo wa Zerubabeli na akanjua ya kwamba hii hataweza peke yake, na akatuma mtumishi wake akamwambia, enda umwambie huo mlima ulio mbele yake utakuwa nchi tambalale. Haleluya. Amen. Hata wewe asubuhi ya leo, mlima ulio mbele yako, iwe ni vikwazo, iwe ni nini, na kuambia asubuhi ya leo naenda kuwa tambarare. Amen. Si kwa uwezo wala kwa nguvu, si kwa uwezo wala kwa nguvu. Naona mtumishi wa Mungu, kuna mahali inafikanga unajiambia nafaa nijenge hekalu, wakati unaambia watu watoe, hawataki kutoa. Lakini wakiwa katika hiyo hali, akiwaza kama mwanadamu, akaambiwa si kwa nguvu wala uwezo. Haleluya. Hata Mungu asubuhi ya leo anatuambia ya kwamba si kwa nguvu wala uwezo, bali ni kwa roho yake. Akikuahidi leo utaenda, lazima utaenda. Hata vikwazo ziinuke za mnangani, lazima utapenya. Haleluya. Si kwa nguvu. Ingekuwa kwa uwezo, ingekuwa kwa nguvu. Eliamu alikuwa na nguvu mingi. Wakati mtumishi alitumwa akawapake mafuta, alitokea mtoto aliye wa kwanza, akatokea mwenye miraba, mwenye amekuwa na nguvu. Hata mtumishi wa Mungu alipomuona akasema, hakuna mwingine, najua ni huyu, hakuna mwingine. Kumbe huyo siye Mungu aliyemteua. Kulikuwa na yule ambaye Bwana amemuahidi, Bwana amemuweka mahali kwa sababu ya kazi yake. Haleluya. Kwa macho ya mwanadamu tunaweza tazama tukasema huyu mtume ndiye anaweza, kumbe Bwana anjakumbali. Tunaweza angalia kwa pesa za mtu tukasema pesa ni kila kitu, lakini tukiingia katika ufalme wa Mungu, Bwana anaangalia moyo. Haleluya. Tukiingia katika ufalme, Bwana anaweza chagua yeyote uliyeona akiwa chini ukasema huyu hataweza, lakini Bwana kwa uwezo wake akamuwezesha na akamtumia. Amen. Haleluya. Amen. Zerubabeli alifika mahali akaona hataweza, lakini aliyejua chunguzaye mioyo akatazama, akajua kweli mtumishi umefika mahali pa nguvu, lakini Bwana akamtumia mtumishi wake. Asubuhi ya leo natangaza, hata Bwana ametumana kwetu. Kuna mahali imefika tukasema hatuwezi, kuna mahali imefikia hata kazini tukasema tunaacha kazi. Nimekuja kukuambia ya kwamba hii matatizo iliyo mbele yako haitakuwa tena. Haleluya. Amen. Unajua wakati Mungu anaongea na Zerubabeli, Zerubabeli wa leo ni wewe, Zerubabeli wa leo ni mimi. Kuna wengine imefikia hata wakiwa kwa huduma wakafika mahali wakakata tamaa, wakasema mahali imefika wacha nikae chini. Kuna mhubiri aliye mahali alikuwa mhubiri mkubwa, kuna mwimbaji aliyekuwa mkubwa, ikafika mahali akasema mimi sitaweza. Haleluya. Nimekuja kuongea na manabii mahali hapa, nimekuja kuongea na watumishi wa Mungu. Mahali imefikia Bwana ametumana kwetu, na si kwa nguvu wala uwezo, bali ni kwa roho wa Bwana. Haleluya. Amen. Tuweke mambo yetu, tuache kuona mambo yetu tumevinyiliwa. Nimekuja kusema ya kwamba kama Bwana amekuita utatumika. Ukatae ukumbali utatumika tu. Haleluya. Amen. Ukatae ukumbali utatumika. Hata mambo yanapokuwa magumu, Bwana anasema anaweza. Haleluya. Amen. Zerubabeli aliwekwa kuwa kiongozi na alipewa jukumu la kuweka
jiwe la msingi na la mwisho la hekalu, akionyesha ushindi dhidi ya vikwazo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati Bwana amekutoa akakufanya kuwa nabii, alikufanya uwe kiongozi. Wakati Bwana alikuita uwe nabii, alikuita uwe unatumika kwa upande huo. Wakati Bwana amekuita kwa ajili ya kuhubiri, alikuita utumike. Lakini wakati unaposema vikwazo, nimekuja kukutangazia asubuhi ya leo, Bwana anaondoa kila kikwazo. Huo mlima ulio mbele ya maisha yako utakuwa nchi tambalale. Amen. Haleluya. Amina. Utakuwa nchi tambalale. Tumetumika tukiwa wadhaifu miaka mingi. Tumetumika tukiwa tunasema hatutaweza. Wewe umewekwa kiongozi, wewe ni mhubiri, lakini wakati unapoambiwa tuongoze, unavaa vazi ya mwanadamu, unasahau tuko na yeye awezaye mambo yote. Haleluya. Amina. Wafilipi 4:13 inasema hivi, na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Nimekuja kuongea na nabii mahali hapa. Nimekuja kuongea na indasesa mumelala. Indasesa Bwana anasema hivi, anatumia jiwe. Usipomuimbia, usipomuomba, atatumia jiwe. Nataka ujiulize asubuhi ya leo, wakati Bwana anainua jiwe muimbie, wewe utakuwa wapi? Wakati Bwana anainua mawe ya muimbie, najua Mungu anaweza kufanya chochote. Bwana amekuita, amekuteua, umepakwa mafuta kwa ajili ya kutumika. Lakini wewe unasimama, unasema kwa hizo vikwazo mimi sitaweza. Aha. Bwana aliyetumana kwa Zerubabeli asubuhi ya leo ametumana kwako. Aliyetumana kwa Zerubabeli asubuhi ya leo anakuongelesha utoka mahali ulipokaa. Hizi vikwazo kukata tamaa kufike mwisho. Vazi ambayo ni ya kusema na yaweza mambo yote. Haleluya. Amen. Vitu zingine hata zikifanyika nyumbani, ukikuja mbele za Bwana, ambia Bwana wewe unaweza. Ulinijua tangu niume. Na hata hizo vitu zikiamka hata kwa nyumba mambo isipoenda sawa, ndio wakati unaomba sana, ndio vitu vinaamka vinakuwa mbaya. Wewe jua ni shetani yako kwa kampeni. Wewe jua shetani anataka ukate tamaa. Lakini Mungu amesema hivi, hicho kinachotusumbua, iwe ni kazini, iwe ni nyumbani kwetu. Unajua kwa familia tumezaliwa familia zingine, wengine ni matajiri, wengine ni maskini. Lakini Bwana akikuita, angalia umetoka familia gani. Haleluya. Wakati Bwana anakuita, angalia wewe umeumbwaje, wewe uko na pinga gani. Lakini Bwana akikuita, anaweka uwezo ndani yako. Haleluya. Tukiangalia kwa macho ya mwanadamu, tunaweza sema mwingine hawezi. Na Bwana anapenda kutumia viumbe vilivyokuwa vidhaifu. Unaangalia mtu unasema huyu hata asimame atatetemeka anguke. Kumbe ndiye roho wa Bwana ameweka ndani. Unaweza angalia mtu hata akishika microphone anaanza kutetemeka. Kumbe ako na yeye, anajua ninaweza mambo yote nikiwa na yeye anitiaye nguvu. Haleluya. Amen. Situwache roho ya uonga, tuwache roho ya udhaifu, na tujue ya kwamba tukitembea ametushika mkono wa kuume. Tukitembea tujue ya kwamba licha ya kwamba mimi ni mkonde, licha ya kwamba mimi nafanana aje, najua akiwa ndani yangu na yaweza mambo yote. Amen. Haleluya. Amen. Unaweza pata mtu ni mkonde,
Yaani hata ukimwangalia huwezi amini, lakini wakati anashika microphone, kwa sababu roho ya Bwana iko ndani yake, sauti inayotoka ndani, watu wote wanabarikiwa. Haleluya. Amen. Nimekuja kuongea, nimekuja kwa ajili yetu, nimekuja kwa ajili yako, nimekuja kusema ya kwamba kwa huduma umerejea, kwa hekalu ya Bwana tumeacha kazi za Bwana, na anasema ya kwamba kazi ni mingi, watenda kazi ni wachache. Haleluya. Amen. Si ufanyike kuwa mtenda kazi, fanyika kuwa mtenda kazi. Tukiwa kwa mkesha, mchungaji akauliza, leo hii Bwana akashuka, anaweza akakukumbuka na nini? Haleluya. Hata wewe nataka ujiulize, Mungu akishuka anaweza akakukumbuka na nini? Alikuita kuwa mhuduma, wewe umekaa chini, ati nilisema, ati likufanyika nini? Nimekuambia ya kwamba ukitembea tembea ukijua ya kwamba ni naye anitiaye nguvu, na yaweza mambo yote. Na yaweza mambo yote. Si kwa nguvu za mwanadamu, si kwa uwezo wa mwanadamu, bali aliyekuumba, aliyeweka huduma ndani yako, aliyekupa hicho kipawa, atakuongoza, atakuelekeza. Haleluya. Amen. Imefika mahali tunaanza kusema fulani kama hayuko hatutaweza, kama fulani hatafanya hatutafanya. Nimekuja nikwambia ya kwamba wakati Mungu anaongea na Zerubabeli, hakuongea na kanisa. Wakati Mungu anatumana kwa Zerubabeli, hakuona kanisa lake. Kuna wazee, kuna watu walio na mangari. Haleluya. Hakuangalia kuna huyu tajiri aliye mahali pale. Kweli kulikuwa na matajiri, kweli kulikuwa na watu wenye afya, kulikuwa na watu walio na mirama, lakini wakati Mungu ametumana, alitazama akachunguza moyo wa Zerubabeli. Haleluya. Amen. Alichunguza moyo wa Zerubabeli. Kama asubuhi ya leo vile amechunguza moyo wako, kama asubuhi ya leo vile alivyochunguza moyo wangu, akaona imefika mahali tukasema hatutaweza, akaona kanisa imefika mahali ikakuwa hata maombi hakuna, akaangalia akajua kuna mtumishi nimeweka mahali pale. Haleluya. Amen. Akiangalia Mungu anapozungumza, azungumuzi kwa niaba ya kanisa yote. Anakuja kwa Patrick, anamuongelesha, anakuja kwako mama, anakuongelesha. Yaani Mungu akitembea anakujanga kwa mtu binafsi. Haleluya. Sasa ni jukumu lako ujiulize, wakati leo Mungu amezungumza, ameongea na moyo wangu. Haleluya. Wakati Mungu anazungumza, anaona nini ndani yangu? Ni kweli mimi nimechoka, ni kweli mimi siwezi, lakini amesema ya kwamba tunayaweza mambo yote. Haleluya. Amen. Tunayaweza mambo yote. Ingekuwa ni kwa nguvu za mwanadamu, ingekuwa ni nguvu za mwanadamu, hata mambo mengine hatungeweza. Wewe angalia Goliathi alikuwa mtu mkubwa na anakuja kupigana taifa la Mungu. Angalia kuna askari, watu waliokuwa trained. Lakini Mungu akishuka hakuangalia wale watu. Haleluya. Alikuwa na nguruma, wote wanaingia wanajifungia. Haleluya. Yaani ananguruma ako ng'ambo ingine, anawaambia tokeni. Lakini hata wakiwa ng'ambo ingine wanafikiria hapo hapa. Haleluya. Amen. Kulikuwa na wanajeshi, kulikuwa na watu wa nguvu ambao hata ukisimama hivi wakivaa uniform, ungeangalia na useme hii jeshi inashinda. Kwa sababu Mungu alitaka kudhihirisha si kwa nguvu wala uwezo, akatumia mtu aliyekuwa mdogo. Haleluya. Amina. Kumbe injalishi wewe umefanya nini? Kumbe injalishi umesoma ama hujasoma. Kumbe Mungu anaweza akakutumia
liseme hakika kuna Mungu aliye hai. Goliathi alitisha watu wengi sana, akatisha mpaka mfalme wenyewe. Lakini angalia, Daudi anatokea kutoka huko, alikuwa anapeleka lanchi, ni mtu ambaye hajulikani, mtu ambaye hana nguvu, lakini kwa sababu ya neema, kwa sababu ya nguvu, alishinda vita. Haleluya, amen. Nimekuja kuongea na kanisa, nimekuja kuongea na kanisa, nimekuja kuongea na watu wa Mungu. Hii shida hata ikuwe kubwa aje, nimekuja kukuambia ya kwamba tunaiweka chini na tunapokea ushindi. Amen. Haleluya. Amen. Hata changamoto ziamke aje, hata kukue aje, tupatikane kwenye hekalu la Bwana, kazi ya Bwana tuitimize. Haleluya. Amina. Nataka ujiulize asubuhi ya leo, kama Goliathi aliyeshindwa na Daudi, aliyesema kakitu kandogo kama kidole hiki kidogo, lakini huyo ndiye alimweka chini. Na leo nimekuja kusema ya kwamba huyo shetani atainua vikwazo vya aina gani, hata majaribu ya kuja namna gani, lazima tutayashinda. Amen. Haleluya. Kanisa tumenyanyazwa vya kutosha. Kanisa tumekaa ni kama hatujielewi vya kutosha. Ni wakati tujue ya kwamba si kwa nguvu za mwanadamu, si kwa nguvu za mwanadamu, si kwa uwezo wetu, bali tuko na yeye aliyetutia nguvu. Tuko na yeye atutiaye nguvu. Haleluya. Nataka uangalie Daudi anatokea mahali pale, akivalishwa vazi ilikamshinda, akapata hata siwezi tembea, akapata hata siwezi inua mkono. Lakini kitu kinaweka ili jitu chini ni mawe. Haleluya. Amen. Wakati mawe moja inatumika, usitake kutumia mawe mingi. Waambia Bwana akupe neema, usimame kwa nafasi ile unaotaka kutumika. Ni mahali ni wewe mwenyewe, usimame kwa nafasi na uambie Bwana, nimekubali Bwana. Nimekubali Bwana. Baba nitumie. Nimekubali Bwana. Wakati unapewa Bwana nafasi, naye atafanya kazi ndani yako. Haleluya. Amen. Tuweke mambo yetu tuliobeba, tuweke hizo vitu tuliobebeshwa. Kuna vitu mingi tuliojibebesha na kuna vile tulizobebeshwa. Haleluya. Kuna vazi ambao tumepandishwa, ambao haikuwa ya wewe, ambao hii vazi ulipandishwa ya kukuweka chini. Nimekuja nikuambia asubuhi ya leo, toa hiyo vazi, ambia Bwana nipandishe yako, ambia Bwana nipandishe vazi la ushindi. Haleluya. Kwa sababu tumevaa vazi ambayo tumepandishwa ni vazi ya watu waliokata tamaa. Vazi ambayo imepandishwa watumishi ni vazi ya kusema mimi leo sitafanya, na si ati huko kwa position, uko kwa position, but hiyo vazi ambayo umepandishwa, ukitembea kidogo unasikia kajoto, unajiambia naweza tulia. Kumbe hiyo si vazi yako. Kumbe hii vazi si yako, ulipandishwa. Haleluya. Yaani vazi ambao umepandishwa, hata wakati unasimama unajiambia leo naomba 3 hours. Leo hii usiku lazima Bwana azungumuze. Kumbe vazi inaleta kajoto kengine. Haleluya. Nimekuja niongee na wewe, nimekuja asubuhi ya leo nikuambia ya kwamba tunaweza tua kile vazi ambao tulipandishwa na tukaambia Bwana chukua shukani. Bwana tuongoze, Bwana tuelekeze. Ukiambia Bwana kuongoze na kuelekeze, hakika hakika atakutumia. Licha kwamba ulikuwa unaona niko chini, licha kwamba ulikuwa unasema katikati ya hao watu wote wenye pesa, wenye wako na watu wao, mimi sitaweza, lakini kwa sababu umeita Bwana atakuwezesha. Haleluya. Amen.
Haleluya. Amina. Hiyo vazi ambayo umevalishwa si vazi lako. Vazi ambayo umevalishwa kanisa si vazi la kanisa. Nataka tuondoe hii vazi na tuambie Bwana tuvalishe vazi lako ambao hii vazi ni la maombi. Haleluya. Amen. Unajua ukinyimwa vazi la maombi utakuwa huna chochote. Ukiwa umeondolewa kwa nafasi ya kuomba hautakuwa na nafasi, na hapo ndipo shetani anachukua nafasi, anakutumia vile anataka. Haleluya. Hapo ndipo shetani atasema ya kwamba unajua ulikuwa ukuje kwa ibada, lakini ukiwa ulikuwa ukuje hata wageni ukajiambia leo kichwa inauma, kichwa ikaanza kukuuma, kumbe ukajiambia ya kwamba leo sitaweza. Hiyo ni vazi ambayo umevalishwa, na hapo ndio Bwana anaweza kuwa alikuwa ametumana ujumbe ulikuwa wako siku ya leo, ujumbe ulikuwa wako, lakini kwa sababu ya ile vazi uliovalishwa ya kuuma na kichwa ukajiambia sitaenda. Haleluya. Haleluya. Si kwa nguvu wala uwezo. Wacha shetani akiamuka asubuhi akitaka kuambia leo hutaweza, mwambie mimi ni mshindi, mimi ninaweza yote. Haleluya. Maandiko inaniambia ati naweza mambo machache. Maandiko inazungumza ati nayaweza mambo machache. Wewe angalia, Daudi alikuwa mdogo, alikuwa hana nguvu, kulikuwa na watu wenye miraba, lakini Bwana kwa sababu alishuka ndani yake akajua huyu nitamtumia, akamtumia na akaweka Goliathi chini. Haleluya. Amen. Kanisa tukiondolewa vazi la uombezi, kanisa hatutaweza. Tukiondolewa kwa nafasi zetu, wewe ni muimbaji, ukiondolewa kwa nafasi ya uimbaji hautaweza. Haleluya. Yaani umeitwa kuwa nabii, lakini shetani akikupalisha vazi ingine akuondoe kwa kitengo cha unabii, useme utatumika kama muimbaji, hautaweza. Utakuwa umevalishwa vazi ingine. Haleluya. Amen. Hiyo si pale Bwana alikuita. Kama umeitwa kuwa nabii, simama kwa nafasi yako. Na utasimama aje? Nikuambie Bwana nimekualika, Bwana unitangulie. Haleluya. Haijalishi mapito ambayo umepitia, haijalishi umepitia nini, haijalishi kwa maisha yako umekutana na nini, haijalishi ukiwa mhuduma kwa barabara umekutana na nini, na kuambia hivi Bwana alikuwa anakuandalia njia. Haleluya. Hata kama umevalishwa vazi, masaa imefika ya kuondoa hiyo vazi tuliovalishwa na tuvae ile vazi Bwana anatuambia. Haleluya. Amen. Tumekaa tukijiambia ni kwa nguvu za mwanadamu. Tumekaa maisha ambayo tunasema watu waliokuwa na pesa, watu waliokuwa na wambonge, watu ambao sisi hatutambuliki. Ni wacha nikuambia asubuhi ya leo, Roho Mtakatifu atakutambulisha. Amina. Haleluya. Daudi hakuwa anatambulika na mtu, lakini wakati alikaribisha Roho wa Bwana ndani yake, Roho wa Bwana alimtambulisha. Haleluya. Amina. Siwaambie Bwana si kwa nguvu zangu, bali si kwa uwezo wangu, lakini Roho Mtakatifu ingia ndani yangu, chukua nafasi, na ninajua ya kwamba akiingia ndani yako, akichukua nafasi atakutambulisha. Haleluya. Amen. Si kwa nguvu wala uwezo. Daudi hakuwa anajulikana na yote. Daudi alikuwa mdhaifu. Kulikuwa na Eliabu mwenye milaba, yaani mtu aliyekuwa trendi. Ukimwangalia alionekana ataweza, lakini kwa sababu Bwana Roho Mtakatifu alitaka amtambulishe, akiwa mulisha kondoo akamwambia na
atakutambulisha. Haleluya. Amina. Najua Bwana akiwa ndani yako, ukimruhusu afanye kazi yako, atakutambulisha. Ulikuwa unjulikani wakati unaposimama kwa nafasi, kwa huduma ambao Bwana alikuita, atakutambulisha. Haleluya. Amina. Tusimame. Asubuhi ya leo kama Zerubabeli alikuwa wa kurejesha ibada, nasi kwenye hekalu, naomba tuambie Bwana atutumie. Sisi ndio Bwana atatutumia ili turejeshe ibada, turejeshe maabudu ndani ya nyumba yake. Wewe ndiye Bwana atakaye kutumia. Usiangalie umetoka wapi, usiangalie ni akina nani wanakupenda, wacha kuangalia fulani anipendi. Wewe njua ya kwamba aliye ndani yangu ni mkubwa. Wewe njua ya kwamba ukimpatia nafasi atakutambulisha. Watu wengi wamekaa wakitaka kutambulika na watu, lakini wanatambulika kwa njia mbaya.